Lakini pia nawashukuru wachangiaji wa maswali. Kwa kweli spiriti ya nchi na moyo wa nchi kwa sasa ni malezi. Na kama unaona kauli mbiu yetu hapo inasema kustawisha, nurturing, kulea. Na malezi kama inavyosema yanaanzia kwenye utoto, yanaanzia kwa umri mdogo. Lakini ukiangalia spirit ya kongamano la mwaka huu, tangu mheshimiwa naibu katibu mkuu alipokuwa anatoa speech yake ya kwanza na wale wasemaji wengine, lakini pia mheshimiwa makamu wa rais, na ukiangalia mada iliyopo na falsafa iliyopo ni juu ya malezi ya kustawisha uwezo wa mwananchi mmoja mmoja katika kukuza uchumi wa nchi yetu. Lakini ukiangalia moyo wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kauli yake ni kauli inayosababisha kuleta malezi. Mambo mawili: nataka kodi, lakini sikataki kodi za dhuluma wala kodi za mabavu. Ni maneno ambayo yanainua mioyo ya watu katika kulipa kodi kwa hiari, na yale tunayosema sasa malezi. Lakini nipende, maana sitazungumza tena pengine, lakini kusema juu ya mawaziri hawa wawili, mheshimiwa Dr. Saada lakini na mheshimiwa Mwigulu, na viongozi waandamizi, makatibu wa wizara na waandamizi ambao wameleta mada hii. Na kwa kuwa wako hapa kwa niaba ya serikali, ni muhimu sana kutumia ili kongamano kufanya maazimio ya financial freedom na economic freedom ya nchi. Mkiangalia hapa tulipoketi, unaweza ukafikiri kwamba tuna uhuru wa kiuchumi, na ukilinganisha na nchi nyingine duniani uhuru wa kiuchumi. Presentation ya Professor Aikaeli amesema kutengeneza matajiri ambao wanaweza kujivunia mali na fedha na uwezo wao na kujionyesha kwamba tunazo. Lakini ukirudi Tanzania, hata aliyenacho anasema si changu. Kwa nini? Kuna hofu ya kawaida iliyomo ndani ya mtu tu, na hofu hii mimi sijui inatokana na nini, lakini labda foundation na falsafa zilizotangulia kwenye nchi za masuala ya ujamaa na kujitegemea ficha. Yani mtu anafanya biashara yake kwa kificho, akifika anasema tasi yangu, yani hana uhuru na hicho kitu ambacho anakifanya. Sasa tunasema watu hawazaliwi, watu wanatengenezwa. Ni lazima tuanze kuwatengeneza watu, lakini kuwalinda. 2 ni kuhakikisha, kulingana tunapozungumzia juu ya nurturing, kulea, kufanya malezi, ni kumsaidia huyu mtu. Tukizungumza makampuni, haya makampuni yanatengenezwa na watu, masio watu wenye maono, wenye ndoto na vision mbalimbali, ni watu. Lakini hawa watu, tuangalie changamoto walionayo kwenye jamii. Huyu mtu ambaye anajitahidi kujikomboa kiuchumi ili aweze kulipa kodi itakayosababisha miundombinu ya barabara, hospitali, lakini pia anaajiri, huyu mjasiriamali anaajiri watu, anasaidia serikali katika swala la ajira, lakini pia analindwa. Kule nyumbani anaitwa mchawi, Freemason. Yani kwenye familia ameinuka tu kidogo, Mungu amemjalia, amefanya biashara, amepata mapato, nyumbani kule alikozaliwa naye Freemason, na wanamwangalia kama ni nani atakayefuata kutolewa kafara. Kule nyumbani ana uadui. Lakini akija kwenye jamii ya kawaida, unakuta wamepewa majina mabaya, wanaitwa mafisadi, wanaitwa majangili, wanaitwa sijui wahujumu uchumi. Na hasa hiyo sasa imekuwa kama ni jambo la kawaida mtu kuambiwa mhujumu uchumi, yani kitu cha kawaida. Akija afisa wa TRA anakuambia wewe mhujumu uchumi, yani unasikia kushtuka, ndio unaondoka nini? Kwa hiyo kuna mambo ambayo lazima tuangalie vizuri katika kulea, kutunza na kuheshimu wale watu ambao Mungu ametupa katika nchi hii, wanaothubutu kufanya kitu, ambao leo tunawaita wajasiriamali, tunawaita wawekezaji wa ndani. Nyumbani wanaitwa wachawi, wanaitwa Freemason, wakija kwenye jamii wanaitwa sijui majangili, mafisadi, wanaitwa ni watu ambao wanahujumu uchumi, wana taswira mbaya. Wakati mwingine pia wakifika kanisani nakutana na mchungaji anasema nao matajiri hawatauona uzima wa milele. Unaona shughuli walionayo. Kwa hiyo ukiangalia mheshimiwa rais kuunda tume inayoongozwa na mheshimiwa balozi Ombeni,
anapojaribu kutengeneza mazingira ya watu kutoa maoni yao ni kutengeneza kitu kinachoitwa financial freedom na economic freedom. Na ili iweze kufikia hapo lazima hawa watu wathaminiwe. Kwenye presentation ya Profesa Aikaeli amesema kutengenezwe sera ya kulinda watu hawa. Watu hawa walindwe. Hivi vichwa vilindwe jamani. Ngoja nizungumze kidogo. Mfano, kuna siku moja ilitokea muumini wangu mmoja amemaliza ibada tu ya morning glory, ibada ya masifu ya asubuhi. Akanifuata ofisini. Pressure iko juu. Anashughulikia masuala ya kwa mwezi mzima na penalty si milioni 100 si zaidi ya milioni 700. Hizo ni fine. Na kuna magari yametoka Rwanda, yametoka Burundi, yametoka Zambia, wanataka mafuta pale kwake. Na yeye mwenyewe kuna mzigo anatakiwa kuingiza kwenye nani yake ya mafuta na amezuiliwa. Anapiga anasema naomba uniombee, ninaenda hospitali na pressure. Nikamwambia kuna mambo ya kuombea na kuna mambo ya kupiga simu. Haya sikuombei, haya nitapiga simu Wizara ya Fedha. Niwaulize, hivi kwa gharama hii yote na kodi hii inayopotea kwa hii miezi mitatu, huyu mtu amefanya jambo gani gumu la kufungiwa na kuzuiliwa kuendelea na biashara? Lakini hata kama ni hivyo, hakuna njia nyingine. Bahati nzuri nikapiga simu wizarani, nikampata naibu katibu mkuu wizara ya ndugu yetu Elijah Mwandumbia, nikamuomba. Nikamwambia kuna mambo ya kuombea na kuna mambo ya kupiga simu. Nikamwambia hebu nisaidie. Akaniambia tatizo gani mchungaji? Nikamueleza. Nikamuongelesha yule mfanyabiashara. Huyu bwana alishughulikia ile tatizo kwa dakika 3. Dakika 3. Ikaisha. Sasa huyo ni mmoja amekutana na mchungaji Kimaro, nimetoka kwenye ibada ya asubuhi. Hao wengine ambao hawana mahali pa kwenda pengine. Lakini unaonaje juu ya wafanyabiashara ambao wanatumia fedha zao kwa riba? Ameingiza mzigo bandarini, negotiation ndogo tu, ile falsafa ya kufikiri juu ya thamani ya huyu mtu. Alafu anaambiwa mzigo wako tuna usizi. Ameleta ni mapambo ya Christmas kwa mfano. Ameleta ni vitu ambavyo vina expire. Msimu wa biashara unapita, msimu wa mizigo mingine ina expire. Ni kwa sababu ya mtu mmoja tu ambaye labda ana mamlaka na amepewa nafasi na anaona kwamba ni lazima niweze kuzuia hilo jambo. Lakini sera ile ambayo tunapendekeza leo kwamba hawa watu lazima waheshimiwe, hilo ni jambo ambalo lipo katika uwezo wa Wizara ya Fedha na TRA. Lakini kuna jambo jingine kubwa ambalo viongozi wa kisiasa, kwa mfano, wanakwenda kwenye biashara ya mtu, wameenda na waandishi wa habari, wanafunga biashara, wanazungumza maneno pale ambayo yanamharibu mtu psychological. Anafika mahali anajikuta figo zimefeli, anajikuta ana magonjwa ya moyo, anajikuta ana pressure. Huyu mtu anakufa, ambaye ana contribution kubwa ya kuajiri wengine, ana contribution kubwa ya kulipa kodi. Tunapozungumzia uwezo wa ukuzaji wa wananchi wa ndani, ninaomba tuangalie vizuri wale ambao tumewapa mamlaka, wale ambao pengine wanafanya kazi ya kutumwa na wizara au na serikali. Lazima ile sera anayozungumza Profesa Aikaeli iweze kutengeneza taswira ya kuonyesha namna gani mbeba riziki wa nchi hii analindwa na anaheshimiwa na anatambuliwa mchango wake. Tusisababishe hawa watu. Unajua, kupata mtu mwenye akili ya kufanya uzalishaji, akawa mfanya biashara, akaweza kuajiri watu 2 watatu, ni kipawa. Nchi nyingine akili kama hii inanunuliwa. Sasa Mungu akitupa watu wenye akili katika nchi hii ya uwekezaji na biashara, wanaosaidia serikali kuajiri, mimi ninaomba kupitia kongamano hili hawa watu walindwe. Ile sera tunayotaka iboreshwe, hawa watu walindwe, waheshimiwe. Kama ni viongozi wa serikali au wanasiasa, wajue mpaka wao. Alafu unajua ni jambo la ajabu, unapokwenda kumwarasi huyu mtu na kumkatisha tamaa na kumchafua taswira yake kwenye jamii, ndiye ambaye amelipa kodi ya gari ambayo umekuja nayo hapo, ndiye analipa mshahara wako, ndiye analipa matibabu, ndiye analipa kila kitu, ndiye anatengeneza barabara uliopitia kufika hapo. Ukimuua huyu kwa hisia, ukamuua kwa maneno magumu, ukamkatisha tamaa, ukamvunja moyo, ukaweka mzigo wake warehouse, ukaoza, huyu mtu umemharibu.
na badala ya kulipa kodi anaanza kwenda India kwenda kushughulika na figo, na huyo mtu tumempoteza, ambaye ametuajiria watu, ambaye ana uwezo. Na tukumbuke kama inavyoonekana kwenye takwimu hapa ya kwamba nchi hii kodi yake iko chini kulingana na nchi nyingine za Afrika, kama ambavyo Mheshimiwa Makamu wa Rais ametoa takwimu hapa. Ni kwa sababu wenzetu wametengeneza watu wana uhuru wa kiuchumi, watu wana financial freedom, wana economic freedom. Mtu anajisikia kwamba ninaweza kufanya hiki, ninaweza kufanya hiki, na wanalindwa. Watu wanatengenezwa, watu hawazaliwi. Mungu awabariki na Mungu awatunze. Nilifikiri tu kwamba angalau tuangalie hiyo spirit ya kauli mbiu. Na mimi ni mchungaji, ni mfalsafa na mtheolojia, ninaheshimu sana ile spirit ya kongamano isipotee kwenye masikio yetu. Mungu awabariki. Asante sana. Naomba tuongeze tena makofi kwake.